Mtendaji mkuu wakala wa mradi wa mabasi yaendayo haraka Bi Asteria Mlambo amesema basi hilo ni miongoni mwa mabasi madogo yatakayoingia nchini yenye uwezo wa kubeba zaidi ya abiria 40 na makubwa yatabeba abiria zaidi ya 150, na kuwataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuendelea kuwa na subira na kuhakikishia mradi huo sio ndoto na adha ya usafiri itapungua mapema mwaka kesho. Tunajaribu kukagua miundombinu ambayo inajengwa. Sasa tunachopenda Watanzania watambue kwamba mradi wa mabasi yaendayo haraka sio ndoto, ni kweli. Hili ni basi la mfano, ni basi ambalo miongoni mwa yale mabasi madogo ambayo yatakuwa yanakwenda kuwachukua watu kama Mbezi kuwaleta mpaka Kimara. Lakini huku tutakuwa na mabasi makubwa. Ni matarajio yetu mwakani mwezi wa 8, 9 mtatuona barabarani kuna mabasi makubwa. Nao baadhi ya wakazi wa jiji walioshuhudia gari hilo wameelezea kufurahishwa na kuanza kuwa na imani na serikali yao, ambapo wamesema kama mradi huo utakamilika kwa muda uliopangwa utakuwa faraja sana kutokana na adha kubwa ya usafiri wanayokumbana nayo, huku wakitoa wito kwa mamlaka husika kupanga mikakati ya kupunguza nauli za mabasi hayo pindi yatakapoanza kufanya safari zake. Hili mimi nazungumzia kwangu mimi binafsi, naona ile swala ni nzuri kwa sababu sasa hivi usafiri unasumbua sana. Mtu unaweza kukaa katika foleni masaa 2, masaa 3, na maana unafika nyumbani saa 5, saa 6 unakuwa umechoka sana, afu inatakiwa saa 10 tena uamke kuja kazini. Mabasi mwendo kasi tumeliona moja, ndani hatukuona vizuri jinsi lilivyo, lakini kwa nje tumeona ni mazuri sana na nadhani atatusaidia kwa kiasi fulani. Serikali mimi nilichokuwa nataka wasishie Kimara pale, waende hadi Mbezi. Kidogo itakuwa inatusaidia na nauli kidogo iwe chini kutokana na hali zetu. Kutoka Dar es Salaam, Jacqueline Slem wa ITV.